Rais Dr. John Magufuli amemwapisha kamishna wa polisi Diwani Athumani kuwa katibu tawala wa mkoa wa Kagera. Hafla ya kuapishwa kwa kamishna Diwani Athumani imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Jaji Mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othman, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI George Simbachawene, Mwanasheria Mkuu wa Serikali George Masaju, Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Ernest Mangu na makamishna wa polisi. Mimi Diwani Athumani Msuya naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Baada ya kuapishwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Kagera, kamishna wa polisi Diwani Athumani amekula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma kilichoongozwa na katibu wa Sekretarieti ya Maadili, Idara ya Viongozi wa Siasa, Waziri Kipacha. Katika kazi yangu ya katibu tawala wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kamishna wa polisi Diwani Athumani anachukua nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Kagera Amantius Msole, ambaye uteuzi wake ulitenguliwa, ambapo Athumani ameahidi kushirikiana na wananchi katika kuleta maendeleo, huku Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI George Simbachawene akiahidi kumpa ushirikiano mkubwa katika kutimiza majukumu yake. Ninachofikiri na ninachokiomba kwa Mwenyezi Mungu pia ni kuendelea kunijalia afya na kunipa maarifa na ushirikiano, upendo mkubwa kwa wananchi wenzangu wa Kagera, na hasa katika kutekeleza majukumu ya maendeleo bila kusahau majukumu ya usalama. Basi matarajio yetu ni kuona mkoa wa Kagera unasonga mbele na unaendelea katika nyanja zote. Na moja kati ya majukumu ambayo ni makubwa na yana viashiria vyake ni pale ambapo utasimamia mamlaka za serikali za mitaa ambazo zitahudumia wananchi. Hizo mamlaka za serikali za mitaa ndizo zinazohudumia wananchi katika elimu, afya, kilimo, maji, zote zinazohusu huduma. Na hata tunaposema mafanikio au mabadiliko na mahitaji ya wananchi, ambayo ndio kipimo cha kusema tunaendelea, wewe ndio mtaalamu wake katika eneo la mkoa ambao umeteuliwa kwenda kuongoza. Kwa hiyo